Mheshimiwa Mwashamba, Baba Askofu Mkuu, nayo heshima na furaha kubwa kusimama mbele yenu leo nikimwakilisha Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye katika tukio hili mlimwalika aje kuungana nanyi katika uaskofisho wa ndugu yetu baba yetu Kahemele wakati wa tukio hili. Lakini kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Rais umetokea msiba nchini, ameshindwa kuja kuungana pamoja nanyi, na kwa hiyo akanituma nije nimwakilishe hapa kwa niaba yake. Mwashamba, Baba Askofu, tukio la leo ni la furaha linalogusa mioyo yetu. Sote tumuombee na kumsindikiza Askofu Jacob William Kahemela katika safari yake mpya ya kiutumishi. Na nilikuwa nasikiliza somo la pili wakati tunasoma, nikaliangalia polepole, nikajiuliza kwa nini hili limekuja leo wakati tunasoma Waefeso 8:11. Biblia inasema, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine walimu, kwa kusudi la kukamilisha utakatifu, na hata kazi iweze kutendeka. Kazi gani hiyo? Ili mwili wa Kristo ujengwe. Mungu ametugawanya majukumu mbalimbali. Changamoto tulionayo, Baba Askofu mteule, utakutana na watu ambao pamoja na kwamba wanajua majukumu waliopewa, wanatamani kufanya na kazi za wengine. Yaani yeye kapewa uinjilisti, anataka awe mchungaji au awe mwalimu. Hili halikuanza leo. Yesu alitoa mfano wakati fulani, bwana mmoja alipanda shamba. Wanafunzi au wafanyakazi wakarudi wakampa taarifa bwana mwenye shamba, bwana, hukupanda mbegu njema shambani mwako, mbona na magugu yameota? Yule mwenye shamba alijua hawa kazi yao ni kupanda. Akawaambia, yaacheni magugu na ngono vyote pamoja, itakuja saa ya kuvuna, nitawaambia wavunao, sio ninyi wapandaji, kwamba ichukueni ngano safi muiweke gharani, na magugu miyafunge matita miyatupe motoni. Kanisa unaloliongoza wako waumini wanaotaka kufanya kazi zote, kupanda wapande wao, kupalilia wapalilie wao, kuvuna wavune wao, na bila shaka na mauzo wafanye wao. Haiko hivyo kanisani, iko kila mahali. Hata serikalini watu wanapewa majukumu, badala ya kuhangaika na dawati lake, yuko bize na dawati la mwenzake. Tunawavumilia huku tukiwafundisha polepole. Baba, uwavumilie. Umepewa kuwaongoza, hawa sio malaika. Lakini lazima wajue wewe ni askofu. Wakati fulani kwa sura na kwa muonekano wewe ni askofu. Wamekwambia hapa wengine waonye kwa upole. Mimi nataka nikuhakikishie kwamba upole kama hawauelewi, badilisha sura. Hata Yesu kuna wakati tunamtaja kama mpole, lakini walivyofanya biashara hekaluni alibadilisha sura, akapindua meza ili wamjue huyu ni mwana wa Mungu. Baba, tenda hii kazi ukijua kuwa unao wajibu wa kuilinda imani ya kanisa na wewe kuwa mwakilishi wa Mungu hapa duniani. Tunakutakia kila laheri, tunakuombea mema. Na kwa kweli kuna watu watakao kuja mbele yako wanaitwa wavunja moyo, usiwasikilize. Baba Julius amewaacha, hata yule wa mwanzo aliwaacha, na bila shaka Mungu atakupa uhai na wewe utawaacha, kwa sababu hata Yesu aliwaacha. Wanaitwa wavunja moyo. Utakapoianza safari watakwambia hili gumu. Utakaposema tujenge shule watakwambia haiwezekani. Fedha tutazitoa wapi? Utakapotaka kwenda kuhubiri Injili watakwambia hayo mafuta ya kukutoa hapa kukupeleka hadi Songwe yatatoka wapi? Usiwasikilize hao. Wasikilize wale wanaokuambia, baba nenda, mafuta yakiisha njiani Mungu atakupa nguvu ya kutembea kwa mguu. Wasikilize hao ili ufanye kazi yako ya kufanya kanisa hili liweze kuwa imara, na kama ambavyo umefanya viapo hapa.